Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni Apostle Francis, ninakukaribisha katika podcast yangu ya neno la Mungu. Linasema katika kitabu kile cha Yohana, maneno haya niwaambiayo ni roho tena ni uzima. Maneno ya Mungu, maneno ya Yesu Kristo, au mahubiri tunayowafundisha watu wa Mungu, sio tu maneno ya hekima na akili za wanadamu, bali ni matamko ya kimungu ambayo yamebeba pumzi yake na yamebeba uzima au maisha yake. So unapopata nafasi ya kusikiliza ujumbe wa kimungu, maana yake unapokea roho na maisha ya Yesu Kristo. So ujumbe wangu leo ninazungumza kwa habari ya kuja kwa wanefiri. Naona katika kitabu kile cha Mwanzo sura ya 6 kuanzia mstari wa kwanza hadi wa 4, kuna story inahusu kizazi cha kabla ya gharika. Na Mwanzo sura ya 6 inaanza kwa kutaja kuongezeka kwa wanadamu duniani. Na unaona pale kuna terminologies au kuna misamiati kama wana wa Mungu waliona binti za wanadamu wakawachukua kuwa wake zao, ndipo tunakutana na terminology ambayo ni wanefili, sura ya 6 mstari wa 4. So mstari wa 4 unaunganisha haya mazingira ya zamani ambao ni mashujaa wa zamani na watu wenye sifa. Wanatamkwa kama watu ambao wenye majina, manake maarufu, au watu wenye sifa na hodari, watu wenye nguvu. They were giants, they were powerful men, they were Jibol, walikuwa wanaitwa Jibol, watu wenye nguvu. So as tafsiri kuhusiana na wana wa Mungu imezungumzwa katika namna kama tatu. Namna ya kwanza, wana wa Mungu wanaohusishwa na Mwanzo sura ya 6 wanajulikana kama viumbe au malaika waliovuka mipaka ya makazi yao ya asili au nafasi zao za kimamlaka au kiutawala au kivyeo. Na pili ni ukoo wa Seti ambao unajulikana kama ndo kilikuwa kizazi cha watu wanaomcha Mungu na watakatifu. So then kikajichanganya na kizazi cha ukoo wa Kaini ambao walikuwa wanajulikana kama watu walioasi na kumwacha Mungu. So you see that. So tunapoangalia kwa habari ya hiyo, namba 3 ni wanatamkwa kama watawala wenye nguvu waliokuwa wameaminiwa kuwa juu ya dunia kama mawakili, lakini wakavuka mipaka. So now kuna vitu nataka tuviangalia hapa kwa habari ya kuja kwa wanefili. Neno wanefili kwa lugha ya Kiebrania Nephilim au Nefa linahusishwa na mzizi wa neno nafa, NHPHAL na nafa, wenye maana ya kuanguka, fallen. Kwa hiyo baadhi ya tafsiri zinahusisha na ni kizazi cha watu walioanguka, fallen world, fallen man, watu waliopotoka, watu walioiacha sheria na haki, walioacha misingi ya kimungu. So tafsiri ya moja kwa moja inawezekana ikawa haipo, lakini ukiangalia tafsiri ya kiroho ya neno wanefili, bali na kuangalia sifa zao ni majitu, tunaangalia maana ya neno wanefili ni watu walioanguka kinini, kiroho, walioanguka kinini, kiufahamu, katika kweli, wamepotoka, wameiacha kweli na wakachagua kutembea katika njia ambazo hazimpendezi Mungu. So tumeona wanefili wanaonekana katika mazingira ya wana wa Mungu. Pale tunaona binti za wanadamu, watu wenye nguvu,
au maarufu wa nyakati hizo za kabla ya gharika ambayo ilitokea kipindi cha Nuhu. So Wanefili wanahusishwa na story ya majitu au giant redundants au watu ambao men of valor, watu wenye miraba minne, watu ambao walikuwa wanahusishwa walikuwa sio watu wa kawaida kwenye ile genealogy ya wanadamu wa kawaida, walikuwa wanahusishwa kama watu wasio wa kawaida. So you see, ukisoma katika kitabu cha Hesabu 13 mstari wa 33, Biblia inaona, tunasoma pale katika Biblia, naona wa Hesabu sura ile ya 13, ndasoma hapa mstari wa 33, anasema kisha huko tuliwaona Wanefili wana wa Anaki waliotoka kwa hao Wanefili, tukajiona nafsi zetu kama kuwa kama mapanzi, nao ndivyo walivyotuona sisi. You see that? So wale wapelelezi waliotumwa na Musa kwenda kuipeleleza nchi ya Kanani wanarudisha report kwamba waliona Wanefili, majitu ambayo walipojilinganisha nao wao walijiona nafsi zao au kama mapanzi. So kuna jambo muhimu katika Mwanzo sura ya 6 mstari wa 4. Yenyewe haitoi vipimo exactly au ukubwa wao wa maumbo. Kwa hiyo si sahihi kujenga mafundisho yote juu ya dhana kwamba Wanefili walikuwa ni lazima wawe majitu yanayotisha vinasaba vyao kama mtu fulani makubwa kama nyumba. Na kuna kitu muhimu sana hapa, tunataka tukiangalie. Mwanzo sura ya 6 mstari wa 4, neno la Mungu linasema, nao Wanefili walikuwako duniani siku zile. Tena baada ya hayo wana wa Mungu walipoingia kwa binti za wanadamu, wakazaa nao wana. Hao ndio waliokuwa watu hodari. They were powerful men. You see that? They were mighty men. Alafu anasema hao ndio waliokuwa watu hodari zamani, watu wenye sifa. So sifa kubwa mbili, walikuwa ni mighty men. Jibol kwa lugha ya Kiebrania, Jibol maana yake ni wenye nguvu. Naona hata Mungu mwenyewe anaitwa El Jibol, Mungu mwenye nguvu. Maana yake walikuwa na uwezo uliozidi kawaida ya kibinadamu. Lakini pia walikuwa ni watu wenye sifa. Wenye sifa maana yake ni watu wenye ushawishi, watu wenye jina, watu waliokuwa maarufu katika dunia hiyo ya zamani. So inaweza kuonekana kwamba watu hawa Wanefili wanahusishwa na kizazi ambacho kilikuwa kina mchanganyiko wa vinasaba kati ya wanadamu na viumbe ambavyo vilikuwa vinasemekana na vinathibitishwa kwamba hawakuwa wanadamu wa kawaida 100%. So kama Wanefili walikuwa kundi lilokuwepo katika mazingira hayo, bila kuwa zao lao moja kwa moja. Maana yake hapa tunaona wana wa Mungu wanaotamkwa au wanaotajwa katika kizazi hiki cha Wanefili, aidha walikuwa ni watu ambao walikuwa wameingiza mchanganyiko wa vinasaba, kwa maana ya kwamba genes. Tunaona kama sasa hivi kuna sayansi na teknolojia ya wanadamu ambapo imetufikisha kwamba watu wanaweza wakafanya uzazi kwa namna ambayo hata sio ya kukutanisha mwanaume na mwanamke. Yaani mwanamke anaweza akatunga mimba kwa kupandikiza. Tunaona vinatengenezwa mbegu zile ambazo zinakuja zinapandikizwa kwenye mbegu za mwanamke zinazochukuliwa, then kisha wanafanya transplantation au transplantation ile tunasema upandikizaji, wana transplant mimba. Kwa mimba
zamani tunavyojua, tangu sasa zamani, kawaida ya mimba ni lazima kuwe na mkutano kati ya mwanaume na mwanamke, kuwe na lile tendo la intimacy kati ya mwanaume na mwanamke ambayo tunaita tendo la ndoa, but kulikuwa kuna zaidi ya hayo. Kuna mfumo ambao ulikuwa unahusisha knowledge ambayo haikuwa ya kibinadamu, yani binadamu mwenyewe ukimuuliza sio akili yake, but ilikuwa ni mawazo na mafundisho potofu ambayo yaliletwa na hiki kizazi cha wana wa Mungu au majitu ambayo walikuwa wameanguka, wametoka kwenye nini? Wametoka kwenye oda ya kimungu. As you know, tangu mwanzo wa anguko la mwanadamu au anguko la mtu, Shetani alipozungumza na Hawa, anamwambia, je, Mungu ndivyo alivyosema msile matunda ya mti yote? Lakini Biblia inasema Hawa akamwambia, hapana, tumeambiwa matunda ya miti yote tunaweza tukala, lakini matunda ya mti ya ujuzi wa mema na mabaya tusile wala tusiguse. Ndipo tunaona nyoka akamwambia kwamba hapana, Mungu anajua siku mkila matunda ya mti ya ujuzi wa mema na mabaya mtafanana naye, so ndo maana anawakataza. So you see, so maana yake kinachoingia hapa ambacho tunakitafsiri kama uzinzi au tunakitafsiri kama intimacy au tunaitafsiri kama ushirika kati ya mwanaume kati ya binadamu, ni ile hali ya nini? Ni ile hali tunayoiona ya kimahusiano ambayo inahusisha mawazo au inahusisha conversation, inahusisha maongezi, lakini hayo maongezi yalikuwa hayafanyiki katika platform ya kimungu. Ni maongezi ambayo Shetani anamchukua mtu katika ushirika wa kipepo, anakutoa taratibu katika maongezi yale ambayo you needed to be in the presence of God, in the realm of God, then anakuleta katika mazingira yake. Kwa Shetani akitaka kufanya intercourse au akitaka kushiriki na wewe tendo lolote la uovu au dhambi kwa jina fupi, au akitaka kukuleta katika anguko, manake anachokifanya Shetani anakutoa kwenye mazingira yako ya kiroho, anakutoa kwenye mazingira ambayo uko comfortable na Mungu, then anakuleta kwenye mipaka ambayo tayari Mungu hawezi kurelate na wewe. Automatically anaanza kukuingizia mitazamo au anaanza kukuingizia mifumo ya kimawazo au mifumo ya kiroho au ya mafundisho potofu yatakayokufanya moja kwa moja ujikute unaanguka. So Adam na Hawa walianguka, lakini hauoni kwamba walizini somewhere, lakini ile kitendo cha kufanya ushirika na mawazo ya Shetani yakawatoa kwenye ushirika na Mungu. That is all we call tunaita kuanguka. Ndio maana hata mtu anapofanya uzinzi kanisani tunatumia msamiati wa ameanguka dhambini. Kwa hiyo tunatumia neno ameanguka, maana yake amepotoka, amemiss the mark, amemiss the mark. Amefanyaje? Ametoka au amepotoka kwenye njia sahihi ambayo alikuwa anatakiwa afanyeje? Aiendee. Na Biblia inasema Mungu ndiye anatufundisha njia tunayopaswa kuiendea. Maanake unaporuhusu other source of knowledge, unaporuhusu mifumo mingine ya maarifa na taarifa zikujie, maanake nini kinachotokea? Kinachotokea ni kwamba utaanguka, utapotoka kwenye kweli. Sasa kuja kwa wanefili kuna husiana vipi na siku zetu au nyakati zetu?
Biblia haitoi unabii wa moja kwa moja unaosema kwamba Wanefili watarudi duniani katika kizazi cha mwisho, lakini tunatakiwa kutenganisha haya mambo mawili. Mwanzo sura ya 6 mstari wa 4 inawataja Wanefili katika kipindi cha gharika. You see that? Yani manake kabla ya kipindi cha gharika. Lakini Hesabu 13:33 inawataja tena Wanefili katika simulizi ya Kanani. Katika simulizi ya Kanani, yani wana wa Israeli. So you can see that baada ya gharika Wanefili waliendelea kuwepo, wanatajwa. Na then Wanefili hao wanaonekana tena katika siku za mwisho, au kwamba viumbe fulani vya leo ni Wanefili. Nitakufundisha kidogo. Yesu aliposema siku za mwisho zitakuwa kama siku za Nuhu, Mathayo 24 mstari wa 37, msisitizo wa maandiko uko kwenye hali ya wanadamu na hukumu, si tangazo la wazi kwamba Wanefili watarudi. Of course we know that. Lakini angalia Mwanzo 6 kimsingi wazo kuu la ule la mstari au andiko la sura ya 6 kimsingi lilikuwa lina deal sana na uovu wa wanadamu. Lakini katika uovu wa wanadamu kuna kiini, ile essence ya uovu, kichocheo cha uovu. Mwanzo 6:5 anasema Mungu aliona kwamba uovu wa mwanadamu ulikuwa mwingi duniani. Kwa hiyo you see that? Kwa hiyo ujumbe wa kinabii wa Mwanzo 6 ni kwamba kabla ya hukumu ya Mungu, dunia ilikuwa imefikia kiwango kikubwa cha upotevu au uovu, mchanganyiko na uasi. Lakini Mungu akumtengenezea njia mtu anayemcha na kutembea naye kama Nuhu. Alimtengenezea njia mtu anayemcha na kutembea naye, ambacho ni kizazi cha Nuhu. So baada ya kizazi cha Wanefili kutembea na kuendelea sana katika uovu, Mungu alikuwa na kipimo cha nini? Kipimo cha kuja kuihukumu dunia na kuokoa kizazi cha watu ambao walionyesha hali ya kumcha Mungu. So you see, angalia. So tafsiri hii ya Wanefili ambayo tumeiangalia, Wanefili tunaiangalia sana, imezungumza kama wana wa majitu au majitu, au tafsiri nyingine ni watu walioanguka, fallen one. Ukisoma katika kitabu cha Petro wa pili sura ya 2 mstari wa 4, Biblia inasema Mungu akuachilia malaika waliokosa. So hapa Petro anazungumzia malaika waliotenda dhambi na ambao Mungu aliwaweka katika hali ya hukumu, wakisubiri hukumu au vifungo, wakisubiri hukumu. Tunaona mahali pengine Biblia inasema kuna wale waliofungwa katika mto Frati, mto Euphrates, wanasubiria nini? Hukumu ya mwisho. So wana wa Mungu, binti za wanadamu, kizazi cha uovu, alafu mwisho ni hukumu ya gharika. Cheki huu mlolongo wa kuelekea hukumu. Kuna wana wa Mungu kuanza kujiingiza kwa binti za wanadamu, then kizazi cha uovu, kisha hukumu ya gharika. Sasa ukisoma hapa malaika waliokosa, Mungu akuwahurumia, maana yake ni nini? Listen, nikupe kanuni moja ya kiroho jinsi ilivyo. Kwa nini malaika waliokosa walihukumiwa moja kwa moja na Mungu? Kwa sababu kwenye ulimwengu wa roho there is no chance ya kusamehewa bila damu. There is no chance ya kusamehewa bila Mungu kuona damu. You see, unaona katika Agano la Kale, kitabu kile cha Mwanzo sura ile ya 3, tunaona baada ya Adam na Hawa kufanya dhambi pale bustanini, Mungu then anakuja kuwahukumu pale. Tunaona Biblia sema Mungu aliwakuta wamejifunika majani ya nini? Ya mtini. Lakini Mungu aliwafunika au aliwatengenezea nguo. Kwa nini? Ngozi ya wanyama, ambao utagundua kama ni ngozi ya wanyama, it means automatically
kuna mnyama au kuna wanyama waliokufa ili kuweza kukava, ili kuweza kufunika, sio kuondoa, kufunika lile kosa la Adamu kwa muda, kwa ajili ya kufunika lile kosa la Adamu. Kwa nini? Kwa muda. You see that? So unaweza kugundua kitu ambacho kinatokea, kitu ambacho kinaweza kikatokea ni kwamba wale wanyama waliokufa bustanini walikuwa wanachukua nini? Nafasi ya kufunika dhambi, wanafunika dhambi ya Adamu, but hawakuwa ondoleo la dhambi ya Adamu. So inamaanisha ya kwamba katika ulimwengu wa roho na sheria za kiroho, dhambi ilikuwa inalipiwa gharama ya uhai wa kiumbe au mtu fulani kufa. Ukisoma katika kitabu kile cha Mwanzo sura ile ya ngapi? Mwanzo sura ya 13 mstari wa 8. Nitasoma Mwanzo sura ya 13 Ufunuo 13 mstari wa 8. Anasema, na watu wote wakaao juu ya nchi watamsujudu kila ambaye jina lake alikuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwanakondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Aliyechinjwa maanake, you see, sisi kiakili zetu za kawaida za kibinadamu tunahisi Yesu alikufa miaka 2000 iliyopita msalabani, lakini katika mtazamo wa kiroho Yesu alikufa kabla ya katika kuwekwa misingi ya ulimwengu. Jesus died, the lamb was slain, katika kuwekwa misingi ya ulimwengu. Maana misingi ya ulimwengu ya hii dunia iliwekwa juu ya mwanakondoo, juu ya damu ya mwanakondoo. You see, juu ya damu ya mwanakondoo. So the foundation of this earth was built on the blood of the lamb, katika damu ya mwana kondoo. Haikuwekwa juu ya damu ya mafahari ya mbuzi na kondoo. No. Damu ya mwana kondoo, but katika ulimwengu wa roho. So hawa malaika walioingia katika hali ya kukosa, ambao hawakusamehewa, Yesu hakufia malaika. Yesu came on earth kuwafia watu, uzao wa Adam. So Petro anaendelea kusema kwa mfano ule sasa wa Nuhu, ni kwamba hii ndio sababu baadhi ya watafsiri wanaona uhusiano uliopo kati ya Mwanzo sura ya 6 na malaika waliotenda uasi. Lakini wa Petro wa pili sura ya 2 mstari wa 4 hahitaji wanefili, ila inahusisha kwamba kuna malaika waliokosa Mungu akuwasamehe. So asemi wanefili walikuwa watoto wa malaika na wanadamu. No. Shetani au roho zina namna nyingi za kuhusiana na wanadamu. Roho zina namna nyingi sana ya kuhusiana na kizazi cha wanadamu. Unaelewa? Hicho kitu ni kitu cha msingi sana kukizingatia. So Mathayo 24 mstari wa 37 39, Yesu anarudisha macho yetu kwenye siku za Nuhu. Kama ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Asa hapa kuna uhusiano gani wa kinabii kati ya hiki kizazi chetu na kizazi cha wanefili? Yesu hakusema kwamba wanefili watarudi. Alisema kwamba mazingira ya dunia kabla ya hukumu yanafanana na siku za Nuhu. Manake watu walikuwa wakila, wakinywa, wakioa na kuolewa bila kutambua kwamba hukumu ilikuwa inakaribia. Hao walikuwa wanajua lakini wanapuuzia. Kwa hiyo siku za Nuhu ni alama, ni kiashiria ni kiashiria, ni alama ya kizazi kinachoendelea na maisha yake bila kutambua kwamba Mungu anakaribia kutoa hukumu. So password ya Mwanzo sura ya 6 inaweza kuona mchanganyiko, pollution, upotevu
error, uovu, wickedness, then warning, alafu hukumu, kisha wokovu. So Mwanzo 6 inaanza na kuvurugika kwa misingi, mipaka na mahusiano. Inaendelea kwa kuongezeka kwa uovu, alafu Mungu anaamua kuleta gharika. Lakini katikati yake kuna mtu mmoja hapa anaitwa Nuhu. Biblia inasema Mwanzo 6:8, lakini Nuhu akapata neema machoni pa Mungu. So dunia inaweza kuwa imeharibika, lakini Mungu bado anaweza kuwa na watu au mabaki ya watu wanaotembea katika haki, katika ukamilifu ndani ya kizazi hicho. Je, wanefili wanakuja katika kizazi chetu? Biblia haitoi unabii wa moja kwa moja kwamba wanefili wa Mwanzo 6 watarudi duniani katika siku za mwisho, lakini Biblia inatupa mfano wa siku za Nuhu ambao Yesu anasema utakuwa na uhusiano wa siku zile za kuja kwake. Kwa baadaye kusema wanefili wanarudi, Biblia inasema kwamba kizazi cha mwisho kitakuwa na baadhi ya sifa zinazofanana na kizazi cha Nuhu, na sifa hizo ni pamoja na uovu kuongezeka, watu kutokumjali na kumheshimu Mungu, mipaka ya maadili kuvurugika, na wanadamu kuendelea na maisha bila kutambua hukumu inayokuja. Angalia katika Yuda sura ya 6. Yuda 6, Yuda 1, Yuda ina sura moja tu na mstari wa 6 inasema kwamba kuna malaika ambao hawakuilinda enzi yao wenyewe, bali waliacha kao lao lililo halali. Hii inafanana na namna fulani na wazo la kuvuka mipaka waliopewa na Mungu. Kuacha matumizi yao ya asili ya kimakazi au ya kimamlaka au ya nafasi ambazo Mungu aliwapa. So Mwanzo 6, malaika au wana wa Mungu, uasi, kizazi cha Nuhu, then hukumu. Yuda 6, malaika walioacha mahali pao, hukumu tunaona mbele ipo. So siku za Nuhu zinahusishwa na kuja kwa mwana wa Adamu. So kwa mtazamo wa kiroho, Yesu hakutupa ujumbe wa kutafuta sana wanefili, ila alitutaka tutambue wanefili ni aina gani ya kizazi au ni aina gani ya watu, na tutambue nyakati zilizopo mbele yetu na tuwe tayari. So Nuhu alikuwa tofauti na kizazi chake kwa sababu Nuhu alikwenda pamoja na Mungu. You see? Na tunaona kizazi cha Nuhu, dunia ilijaa uovu. Lakini Nuhu alitembea na Mungu. Kizazi cha mwisho, dunia itaendelea katika hali yake ya uovu sana, lakini kanisa linatakiwa kutembea na Mungu na kuwa tayari. So siri ya Mwanzo 6 haikai tu kwa upande wa wanefili, inatuletea mtu mmoja anaitwa Nuhu ambaye ni mfumo. Nuhu hakuwa tu mtu wa kawaida, alikuwa ni mfumo uliokuja kuzaa kizazi ambacho ni cha neema, kwa sababu katika kizazi kilichokuwa kinaelekea kwenye hukumu, Mungu hakutafuta mtu aliyekuwa maarufu zaidi, alipata mtu aliyekuwa akitembea naye. So kwenye nyakati hizi ambazo tuko nazo, I remind you my dear brothers and sisters, wanefili wanaweza kuwa ni most popular pastors, most popular artists, watakuwa ni watu maarufu. Sifa ya wanefili ni watu maarufu sana. Unaweza ukafikiria unaenda kumpata Mungu kwa mtu maarufu, but I'm telling you, Mungu atajificha kwenye mfumo wa watu kama Nuhu, watu aina ya Nuhu ambao ni watu wenye haki na watu ambao ni wakamilifu katika njia za Mungu, watu ambao wanamcha Mungu na kumwamini Mungu siku zote. Shetani anatengeneza kizazi cha watu hodari, kizazi ambacho kinaweza kikashindana na kanuni za uumbaji, kizazi ambacho kinaweza kikaleta uharibifu kanisani. Right now watumishi na watu wengi wana lose control, wanakosa ule uwezo wa kujidhibiti na kujiongoza. Unakuta mtumishi wa Mungu
vitu anavyovifanya havifanani na wito wake, yani havipo kwenye description ya kazi ya wito wako. Unafanya mambo au matendo ambayo unayafanya hayapo kwenye description, hayapo kwenye wito wa kazi yako. Angalia mambo unayoyafanya kama yamo kwenye wito wako kama Mkristo, kwa sababu unaposema wewe ni Mkristo, maana yake ni nini? Wewe umo ndani ya mfumo wa Kristo, wewe umo ndani ya mfumo wa Kristo, na huo mfumo wa Kristo una sifa kubwa tatu. Una sifa ya utakatifu, una sifa ya mamlaka ya Kristo. Utakatifu wa Kristo unatakiwa uonekane ndani ya kanisa la Kristo, na mamlaka ya Kristo inatakiwa ionekane ndani ya kanisa la Kristo. Alafu namba tatu ni huduma ya upatanishi. Huduma ya upatanishi ni mojawapo ya sifa inayotakiwa kuonekana ndani ya kanisa la Kristo. Leo sio mada yangu kubwa, lakini kimsingi ninachojaribu kukujengea au kukuwekea kwenye mtazamo wako ni kwamba wanefili wamo miongoni mwetu, kwa sababu si wanefili ni mfumo wa kizazi cha watu walioanguka, ambacho hiki kizazi hakifi, kipo, ni endelevu, kinasubiria hukumu ya nini? Ya siku za mwisho. Ile hukumu ndiyo itakayoondoa hicho kizazi cha wanefili. Na you see, kwa hawa wanefili, kwanza sifa yao nimekuambia ni watu hodari. Watu hodari kwa maana ni Jibal. Tunaona kizazi cha kina Nimrod. Hawa ni kizazi cha wanefili. Ni kizazi cha wanefili. Kilikuwa defiled. Ni kizazi ambacho kimeharibiwa nafsi zao na roho zao. Biblia inazungumza Mungu akamuumba mtu kwa mavumbi, kisha akampulizia pumzi puani, akawa nafsi hai. Akampulizia puani, akawa nafsi hai. Maana yake shetani akitaka kudefile kizazi, anawapulizia pumzi ya mauti. Through what? Kupitia kile unachokisikia, kupitia kile ambacho unajiconnect nacho. Uwe makini sana na vitu ambavyo unavipokea kama maarifa na unavipokea kama sauti ndani yako. Uwe makini sana. Inawezekana vile vitu unavyoviangalia na kuvisikiliza vinakuharibu taratibu, then inakuja kufikia hatua ambayo unakuwa umeshakuwa defiled au polluted, na haufai tena kwa ajili ya matumizi ya kimungu. So Mathayo 24:42 anasema kesheni basi. Kwa kama unataka kujenga kama unataka kuelewa hiki kitu, wanefili na ambao walikuwepo kabla ya siku za Nuhu au katika siku za Nuhu na ishara ya kizazi cha mwisho, ni muhimu sana kujua wanefili ni watu gani. Wanefili ni watu gani, na pia ujue wana wa Mungu ni watu gani. Wanefili ni watu gani, wana wa Mungu ni watu gani, na binti za wanadamu ni watu gani? Binti za wanadamu ni watu gani? So unaweza kuona siri ya wanefili, siri ya wanefili unakuja kugundua ni kitu ambacho kina siri ambayo ina umuhimu sana wa kuelewa, kwa sababu tunaposhindwa kuelewa haya mambo kuna hatari kubwa sana tunaposhindwa kuelewa haya mambo, kwa sababu tumeshaona maana ya wanefili. Maana yake ni nini, ambayo nilishakwambia inahusiana na mzizi wa neno kuanguka, nefal, yani walioanguka, ambayo ndio inajulikana. Lakini kimuktadha
inaweza ikaonekana kama malaika walioanguka au kizazi cha watu walioanguka. Lakini tumeangalia wana wa Mungu ni wakina nani. Tumeangalia baada sasa ya hayo tunaona kizazi cha Wanefili inazungumzia kizazi cha watu ambao au kizazi cha watu ambao walikuwa ni hodari na maarufu. So tumeona vitu kadha wa kadha, lakini tunapozungumzia sasa Wanefili kama kizazi, ndo tunahitaji sana kuwa uangalifu katika mafundisho. Agano Jipya lenyewe linatupa siri nyingine iliyo wazi zaidi, ambayo ni nini? Ambacho ukisoma kwenye kitabu cha Wathesalonike wa pili, Wathesalonike wa pili sura ya pili mstari wa 7 anazungumza maana ile siri ya kuasi hivi sasa inatenda kazi. Unaona, inatenda kazi. So hii ni muhimu kwa sababu inaweza kutusaidia kuelewa siku za Nuhu bila kulazimisha kwamba Wanefili ni lazima warudi. Wanefili tunaona Mwanzo 6:4, kuasi tunaona katika Wathesalonike wa pili 2:7, siku za Nuhu Mwanzo 24, na hukumu ya mwisho ipo kwenye Ufunuo. So unaona, sio lazima ionekane kama majitu yatakuja kipindi cha siku za mwisho, lakini kimsingi tunaona hawa Wanefili wanakuwa represented na uasi wa kiroho na uovu wa mwanadamu kuongezeka mpaka kizazi kifikie kiwango cha hukumu. So unapoangalia kwenye siri ya Wanefili kwa muhtasari, naweza nikaiweka kwa namna hii. Kizazi cha wana wa Mungu, manake waliasi na kuvuka mipaka, then Wanefili wakazaliwa, uovu ukaongezeka. Then Nuhu, wakati wa siku za Nuhu, gharika au hukumu. Na kama siku za Nuhu zilivyokuwa, kuja kwa mwana wa Adam ndivyo kutakavyokuwa na picha hiyo. So Mungu hakumuita Nuhu kuchunguza Wanefili, alimuita Nuhu kujenga safina. So tunapochunguza siri ya Mwanzo 6:4 tusipoteze ufunuo juu ya safina, utakatifu, haki, utayari na kutembea na Mungu. So Nuhu alikuwa mtu wa haki, Nuhu alikwenda pamoja na Mungu. So hii ndo response kubwa au ambayo haina comeback kizazi cha wana wa Mungu inatakiwa kuwa nayo juu ya hizi vurugu zote za Wanefili, juu ya uasi wa dunia unaoendelea duniani. Yes, uasi wa duniani. You need to do what? Unda safina. Pasipo na mfumo utakao kuongoza katika nyakati tulizo nazo, bila kuwa na mfumo utakao tuongoza katika wokovu wa nyakati tulizo nazo, tunaweza kukaingia kwenye mtego ambao uliwapata watu kipindi cha Nuhu. Mungu atusaidie sana tuwe na mfumo ambao utakuwa ni mfumo usioanguka na kupotoka. Tunaweza tukaonekana kama tuwashamba, hatuendani na wakati na nyakati, lakini Mungu atatusaidia katika jina la Yesu Kristo. This is Apostle Francis. Thank you for listening.